أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea katika mwendelezo wetu wa darasa zetu ambazo kwa sasa hivi tuko katika masala ya ibada ya somo, na ni somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia tukaendelea kusisitiza juu ya kusudio letu ni kuwa kwa kuwa sasa hivi tayari tena tuko katika mwezi wa Shaaban, na ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, basi moja kwa moja inatakiwa mfungaji uifahamu vizuri ibada yako ya somo, na tukizingatia kuwa ni ibada ambayo ni ya msingi kwa kile kitendo cha kuitia ibada hiyo mikononi, kwa maana kwamba ukaweza kuipata, basi ni majaliwa makubwa sana kuja kuipata tena. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Lakini pia leo kwa kuwa tuko katika siku ya Jumapili, ni fursa muhimu pia tunakumbushana kuwa panapo hai na majaliwa, kesho ni Jumatatu, ni siku ya ibada ya somo ya sunna. Kwa hiyo hili pia vile vile tunakumbushana, ingawaje kwamba ibada ya somo ya yaumul ithnain, siku ya Jumatatu au siku ya Alhamisi au ayyamul bidh au ayyamul sud, ni ibada ambazo zipo katika kila mwezi, lakini katika mwezi huu wa Shaabani, kwa sababu ndio tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni muhimu sana kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia ibada mbalimbali kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwepo ibada ya saumu. Lakini moja kwa moja tukiingia katika kipengele chetu, tulikuwa tupo katika kipengele kinachozungumzia alladhina yubahu lahumul fitru, wale watu ambao ni halali wao kula mchana wa saumu, wale ambao ni halali kula katika mchana wa saumu. Na katika watu wanne ambao walioruhusiwa na sheria, tuliwataja watu aina mbili. Na aina ya kwanza tukasema almaridh idha khafa dharar, ni yule mtu ambaye ni mgonjwa, kama endapo atakuwa na hofu ya kuogopa juu ya madhara katika afya yake. Hili ni jambo ambalo tulifafanua na ni jambo ambalo liko wazi. Lakini mtu wa pili tukasema almusafiru safara mubaha, ni yule msafiri ambaye atakuwa anasafiri, lakini safari yake hiyo sharti iwe ni ya halali. Ikiwa ni safari ndefu, sheria imeruhusu, na ikawa safari hiyo ni ya halali, basi yule mfungaji ataruhusiwa kula katika mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani katika siku ile au katika siku zile ambazo atakazokuwa yupo safarini, na atakuja kulipa kama vile ambavyo tulivyofafanua. Leo tunaingia katika mtu wa aina ya tatu ambaye sheria imemruhusu kula mchana wa saumu, naye ni alhamilu wal
alhamilu walmurdi'u, ni mama mjamzito, lakini pia na mama mwenye kunyonyesha. Ni mama mjamzito, lakini pia na mama mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala anfusihima, kama endapo huyu mama mjamzito au huyu mama anayenyonyesha, kama wakiogopea nafsi zao wao wenyewe, au ala waladihima, au huyu mama mjamzito au huyu mama anayenyonyesha akaogopea yeye juu ya kile kiumbe anachokinyonyesha au kile kiumbe ambacho kiko tumboni. Alhamilu walmurdi'u idha khafata ala anfusihima au ala waladihima, atakapoziogopea hawa wawili nafsi zao wao wenyewe, au wakaogopea juu ya vile ambavyo vilivyokuwa tumboni mwao au kwa kile ambacho anachokinyonyesha. Kwa hiyo hukumu sasa juu ya watu hawa wawili inatofautiana, na hapa tuna wajibu wa sisi wahudhuriaji ambao tunasikiliza kama hivi, kila mmoja kwake anafahamu. Huenda ikawa yupo shangazi mjamzito, huenda ikawa yupo mkewe ambaye ananyonyesha, huenda ikawa dada yake ikawa ni mjamzito au ikawa ananyonyesha. Huu ni ujumbe muhimu sana kwa kuusimamia, kwa sababu siku zote usije ukadhani mlinganiaji ni yule shekhe tu msikitini au labda pengine ni yule imamu tu msikitini. Hapana, hata wewe nawe una nafasi yako, tena una nafasi ambayo ni adhima, kwa sababu likiharibika huko nyumbani kwako huko, wewe ndio utakayekuwa ni masukuli. Sasa moja kwa moja katika kipengele hiki cha alhamilu walmurdi'u, kila mmoja anatakiwa akifahamu vizuri kwa mujibu wa sheria. Yajibu ala man yubahu lahum as-sawm, yajibu ala man yubahu lahu as-sawm al-qada'u faqat. Sheria inatueleza kuwa inampasa juu ya yule ambaye imekuwa ni halali yeye kula katika mchana wa somo, aje alipe tu basi. Yule mtu ambaye sheria imemruhusu yeye kula mchana wa somo, basi ni kwamba inachotakiwa hukumu yake aje alipe tu basi aje alipe. Sheria ikaendelea kusema kwamba illa alhamila walmurdi'a, isipokuwa mama mjamzito na mama mwenye kunyonyesha. Hapa sasa, idha khafata ala alwalad faqat, kama endapo wataogopea juu ya wale watoto tu basi. Illa alhamila walmurdi'a, isipokuwa mama mjamzito lakini pia na mama mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala alwalad faqat, kama endapo wataogopea juu ya watoto tu basi. Sasa hapa, kama endapo wataogopea juu ya watoto tu basi, yajibu alaihima alqada'u walfidya, itawalazimikia hawa moja kwa moja waje walipe ile saumu pamoja na fidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa, yule mama yule anatakiwa aulizwe kwamba wewe unashindwa kufunga, tatizo lako ni nini? Ni mjamzito. Sawa. Wewe unashindwa kufunga, tatizo lako ni nini? Mimi kwa sababu ninanyonyesha. Sawa. Sasa pale unatakiwa yapate maelezo kwake kwamba wewe unaogopea kwamba ukifunga wewe mwenyewe utadhurika, au unaogopea kwamba kile kilichokuwa tumboni kitadhurika, au unaogopea kwamba wewe utadhurika,
au kile unachokinyonyesha kitakuwa ni chenye kupata madhara kwa sababu maziwa yatapungua, wewe hauli, basi hapo natakiwa akupe maelezo. Sasa akisema kwamba mimi naogopa kwamba hiki kilichokuwa tumboni hiki maziwa mimi yatakauka, nitakuwa sina, kwa kinaweza nikadhurika, basi basi. Au labda pengine mimi ninaogopea kilichokuwa tumboni hiki kitakuja kitadhurika kwa sababu ya mimi kukaa na njaa, basi hapo jibu limeshapatikana sahihi. Kwa sasa hapa hukumu yake huyu asilazimishwe. Baada ya hapo atakuja kuilipa ile somo ambayo iliyompita, au hata kama ikiwa ni mwezi mzima, lakini ma'al fidia, pamoja na fidia. Na hiyo fidia wenyewe an kulli yawmin muddi tu'ami, kila siku moja alipe pamoja na kibaba kimoja cha chakula. Kwa ina maana kama mfano atakuwa ameacha mwezi mzima, basi anafunga siku ile na anatoa na kibaba cha chakula, anafunga siku ya pili anatoa kibaba cha chakula. Au la, mfano kama itakuwa amepata kwa jumla, basi ni kwamba anatoa kwa wale ambao wenye kustahiki. Huyu ni yule ambaye amefanyaje, ameogopea kile kilichokuwa tumboni, au anaogopea kile ambacho anachokinyonyesha. Hii ndio hukumu ya mama ambaye ni murdi'a au hamila. Lakini kama endapo huyu mama mjamzito huyu au huyu mama anayenyonyesha, tukamuuliza kwamba wewe unashinda kufunga, tatizo ni nini? Mimi najiogopea mimi mwenyewe tu nafsi yangu kwamba ninaweza nikadhurika mimi mwenyewe. Kwa hiyo kama endapo atajiogopea yeye mwenyewe, basi atakapokuja kukaa sawa sawa, huyu itakuwa yeye ni alqada'u faqat, kwa maana kwamba huyu atakuja kulipa tu zile saumu basi na nini na fidia. Kama endapo atakiogopea kiumbe, basi moja kwa moja atalazimika kulipa somo pamoja na fidia. Lakini kama endapo atajiogopea yeye mwenyewe, basi huyu atakuja kulipa tu basi atakapokuwa sawa sawa, basi na fidia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bil khair wal baraka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.